wanawake nimefanya nao kazi kwa karibu sana sana sana, na najua mnakijua huko ofisini kwangu. Kila wakati tunakuja tuna discuss namna ya kwenda mbele, namna ya kuangalia taasisi inavyokwenda, namna ya kubadilisha policy ndani ya taasisi, namna ya kuja na mitaala nini, scheme of service mpya nini. Hii mambo yote tuko tunafanya na wanawake, si kwa sababu ilitokea kwa sababu ya walikuwa ndio wakuu wa vitengo, lakini walikuwa msaada mkubwa sana kukupa mawazo ambayo hayako bias sehemu yoyote. Kwa hata mimi hapa unaponiona mheshimiwa mgeni rasmi, nimekuwa mnufaika mkubwa sana wa uwepo wa wanawake katika taasisi yetu, na kama nilivyosema, mpaka sasa hivi kwa almost miaka 10 hatujawahi kushuhudia migomo ambayo mheshimiwa mgeni rasmi utakuwa unajua, kwa sababu wakati fulani ulikuwa mojawapo au wakurugenzi wa bodi ya TPA. Obvious katika taasisi tunashadiana sana, TPA, TRC, TRA, TANESCO tunafanana sana. Kwa hiyo naamini kwamba unatufahamu vizuri. Napenda kutimishwa kusisitiza kwamba mwanamke ni kiungo muhimu katika safari ya mageuzi ya kweli, na tunakuahidi kuwa shirika la reli Tanzania litaendelea kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha na kutekeleza dhana ya usawa wa kijinsia kwa vitendo. Na hili mheshimiwa mgeni rasmi, unajua kabisa kwamba hata Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa kinara wa kuhakikisha kwamba jambo hili sio tu tunalizungumza kwenye makaratasi, lakini linakuwa katika uhalisia katika taasisi zetu hizi. Baada ya kuzungumza na mheshimiwa mgeni rasmi, asante sana kwa kunisikiliza. Reli yetu, nafasi ya mwanamke kama chachu ya mabadiliko katika jamii yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikubali kwa kweli leo umenivuruga. Sijawahi kuona katika namna hii. Na waangalia injinia hapo wanaposelebuka mpaka sana injinia. Kwa kweli mmenivuruga, kwa sababu mara nyingi na tunakutana site tu kule, mlikuwa mmevaa buti zile, mko kwenye suruali na t-shirt tukizungumzia mambo ya ujenzi, lakini kwa kweli mmenivuruga kweli. Lakini nashukuru sana kwa wale ambao walianzisha hii idea, si mimi. Mheshimiwa mgeni rasmi, niwe mkweli, alikuja dada yangu Irene hapo, mkurugenzi wa rasilimali, na dada yangu Hawa, wakasema kuna jambo hili na hili. Sasa niwe mkweli, hatujawahi kufanya jambo hili katika karibia miaka 10 yangu niliyokaa hapa. Ilikuwa ni kazi tu. Kwa hiyo sikupata shida ya kukubali, kwa nini ni jambo jema. Hapa mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tuko zaidi ya mikoa 16. Kwa hiyo unaweza kuona kama ni uwakilishi wa nchi nzima wako hapa. Kwa hiyo nawashukuruni sana dada zangu kwa kuanzisha ili tukio muhimu sana kwetu, na na imani hili halitakuwa la kwanza na la mwisho. Kwa hiyo tutakuwa na utaratibu huu sasa tunapoendelea mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu yetu leo ambayo ni mwanamke kama chachu ya mabadiliko inaakisi ukweli usiopingika kwamba maendeleo ya taifa letu hayawezi kufikiwa bila kushirikisha nguvu, maarifa na hekima ya wanawake. Mwanamke ni kiungo muhimu katika maendeleo ya jamii, kiuchumi na kiutawala, kama tulivyosikia unenaji wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika historia ya maendeleo ya duniani kote, wanawake wamekuwa mstari wa mbele kuleta mabadiliko katika nyanja mbalimbali, ikiwemo familia, sekta binafsi na za umma, na hata katika vuguvugu la harakati za kijamii, kwa maana wakati tunatafuta uhuru wa nchi hii. Tanzania tunajivunia kuwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ni mwanamke wa kwanza kushika nafasi hii kubwa, bila ya kusahau wewe Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge ya Dunia IPU, Mama Anna Makinda na Mama Githuda Mongera. Mmekuwa viongozi na mifano ya namna ambayo mwanamke anaweza kuwa chachu ya mageuzi makubwa katika jamii na taifa letu kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa uwepo wenu
inatupa kazi rahisi sana kuwaelezea mabinti zetu kule kwamba timiza wajibu wako, inawezekana, si kwa nadharia, kwa sababu kuna watu ambao wametangulia mbele yetu ambao wanaonyesha njia, na tunao hapa na Mheshimiwa Rais mwenyewe. Aidha, ujasiri huu unahamasisha wanawake wengine kujitokeza katika nafasi mbalimbali za uongozi na kuchangia maendeleo ya taifa. Sisi tunaamini kuwa mwanamke si mtazamaji wa maendeleo, bali ni mhusika mkuu wa mabadiliko hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kutambua mchango wa wanawake, Shirika la Reli Tanzania limeweka mkakati wa kuhakikisha usawa wa kijinsia unaimarika na kwamba wanawake wanashiriki kamilifu katika shughuli zote za shirika na kuanzia ngazi ya maamuzi hadi kwenye utekelezaji wa majukumu ya kila siku. Miongoni mwa hatua tulizozichukua ni pamoja ya kwanza, ajira na uongozi. Shirika limeweza kuajiri idadi ya wanawake 763 katika nafasi mbalimbali. Miongoni mwao wamo wahandisi, wapo mafundi wa reli. Kwa maana ya viongozi, tuna viongozi 8, tuna wahandisi 31, tuna mafundi wa reli 47, tuna mafundi mchundo maana technicians 90 na madereva wa treni 4. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, bado tunataka kuongeza zaidi madereva wa treni, na hivi karibuni nafikiri kama wiki 2 zilizopita tulikuwa tunatafuta madereva mbalimbali na tukatumia vyuo vyetu kupata watu ambao ni mahiri, na sehemu moja hapa ni kuhakikisha kwamba tunapata wanawake zaidi wengi kama madereva. Tunaamini kuwa mwanamke ana uwezo sawa na mwanaume katika kusimamia miradi mikubwa kama vile ujenzi wa kisasa wa reli ya kisasa ya standard gauge SGR. Kama nilivyosema, tuna mameneja wanawake ambao wanasimamia hiyo miradi. Mathalan, tumekuwa na mameneja wa mradi wa kipande cha 4, mameneja wasaidizi wa kipande cha 2 na cha 6, lakini hata kipande cha 2 ni kwamba tu yule dada akaenda kuongeza ujuzi masters, lakini tulikuwa vivyo na manager mwingine katika kipande cha 2. Mheshimiwa mgeni rasmi, labda niseme kitu kimoja hapa. Wakati